darasa yetu hii leo muallif hafidhahullah ta'ala anakusudia kumfundisha mwanamke wa Kiislamu, mwanamke salafia, masaili yafuatayo. Au anakusudia kumfundisha masaili yafuatayo. Almas'alatu alula, mas'ala ya kwanza, wujubu alwudhu'i inda kulli salatin. Mwanamke anatakiwa fahamu kwamba ni wajibu atawadhi kila wakati anapotaka kuswali. wujubu alwudhu'i inda kulli salah, wajibu wa kutawadha kila wakati wa swala. Mwanamke salafia anatakiwa lifahamu hilo kwamba kila wakati wa swala unapofika na anataka kuswali ni wajibu akatawadha, kama alivyosema Allah tabarak wa taala, wa idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum, mpaka mwisho wa aya katika sura al-Maida aya 3. Mtakaposimama kutaka kuswali basi osheni nyuso zenu mpaka mwisho wa aya, kuonesha wujubu alwudhu inda kulli salah, wajibu wa kutawadha kila wakati wa swala. Allah amesema idha kuntum ila as-salah faghsilu wujuhakum, mtakaposimama kutaka kuswali osheni nyuso zenu, wa aydiyakum ila al-marafiq, na mikono yenu hadi katika viwiko, wamsahu bi ru'usikum, na pakeni vichwa vyenu, wa aydiyakum, na mikono yenu ila al-mirfaqain, wamsahu bi ru'usikum, na pakeni vichwa vyenu, wa arjulakum ila al-ka'bayn, na osheni miguu yenu hadi katika kongwa mbili. Hiyo ni hukumu ya kwanza ambayo mwanamke wa kisalaf anatakiwa aifahamu, wujubu alwudhu'i inda kulli salat. Dalil suratul Maida aya 3 aya 6, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, idha qumtum ila as-salah, mtakaposimama kutaka kuswali, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu. Hii aya mtakiwa mkaihifadhi, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, wa aydiyakum ila al-marafiq, na mikono yenu hadi katika viwiko. Kiwiko tunakijua hiki. Tayib, wamsahu bi ru'usikum, na pakeni vichwa vyenu, wa arjulakum, na osheni miguu yenu, ila al-ka'bayn, hadi katika kongwa mbili. Sawa? Hiyo ni masala ya kwanza ambayo almuallif ametaka wewe uyafahamu kama mwanamke wa kisalafi. Ndio akwambia idha kunti maridatan, utakapokuwa ni mgonjwa, fayajibu alayki alwudhu, pana wajibika juu yako kutawadha. Masala ya pili, wujubu tayammumi. Masala ya pili ambayo tunajifundisha hapo, wujubu tayammumi, wajibu wa kutayammam. wujubu tayammumi, wajibu wa kutayammam. wujubu tayammumi, wajibu wa kutayammam inda faqdi al-ma'i, wakati wa kukosa maji ya kutawadha. wujubu tayammumi inda faqdi al-ma'i, wajibu wa kutawadha na kutayammam wakati wa kukosa maji. عند فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء، أو عجز أو wakati wa kushindwa ala istimali alma, bila kutumia maji. wujubu tayammumi inda faqdi alma,
wajibu wa kutayammam wakati wa kukosa maji, au ajzin ala istimali alma, au wakati wa kushindwa kuyatumia hayo maji limaradhi, kwa sababu ya maradhi, au bardi shadidin, au baridi ilikuwa kali. Hiyo ni faida ya pili ambayo muallif anataka wewe mwanamke kisalafu uifahamu kutokana na maneno yake, kwamba wewe mwanamke wawajibika ujue kuwa ni wajibu kutawadha kila wakati wa swala utakapofika. Ni wajibu kutayammam kila wakati wa swala utakapofika, pale utakapokuwa inda faqri alma, utakapokuwa umekosa maji, au ajizi au ajizin, au wakati wa kushindwa ala istimali alma, juu ya kuyatumia maji, limaradhi, kwa sababu unaumwa maradhi makali sana ambayo unachelea kupata madhara ukitia maji mwilini, au bardi shadidi, au kwa sababu ya baridi kali. Umeeleka dalili aya ile ndio nikwambia mkaifanye suratul maida aya 6. Allah anasema wa in kuntum marda wa in kuntum junuban fatahharu, na ikiwa mna janaba jitawarisheni kwa kuoga. Wa in kuntum marda, kuonesha kwamba wa in kuntum marda, na ikiwa ni wagonjwa, au ala safarin, au musafirin, au jaa ahadun minkum min alghaib, au ametoka haja kubwa mmoja wenu katika nyinyi, au lamastumun nisaa, au mmewaingilia wake zenu, falam tajidu maa, ndo maana shahidi, na wala msipate maji ya kuoga au kutawadha, fatayammamu sa'idan tayyiba, fatayammamu sa'idan tayyiba, basi ukusudieni mchanga ulio mzuri. Unaona, kwa hiyo hapo tunapata faida wujubu at-tayammum inda faqdi al-ma, wajibu wa kutawadha na kutayammam wakati wa kukosa maji. Kwa hiyo anataka kuswali au ajizin, au kwa sababu ya kushindwa, au wakati wa kushindwa ala istimali alma, juu ya kuyatumia hayo maji, limaradhin au bardin shadidi, kwa sababu ya maradhi au baridi kali. Dalili hiyo imeleka jamani. Hiyo ndio maana ya Sheikh kusema fa in kana yadhurruki alma'u, ikiwa maji yanakudhuru wewe, fatayammami, basi tayammam. Kwa hiyo ametaja illa moja tu basi, lakini kukosa maji hajataja. Kwa hiyo tunatayammam inda faqdi alma, wakati wa kukosa maji ya kutawadha, au inda ajizi, au wakati wa kushindwa kuyatumia hayo maji, limaradhi, kwa sababu ya maradhi makali, au bardi shadid, au baridi ilikuwa kali. Imeleka ibara hiyo. Faida ya tatu, faida ya tatu, faida ya tatu, ضابط فقد الماء، ضابط فقد الماء،